Yes, game imetamatika nchini Malawi, Young Africa akiwa ugenini na amepoteza kwa goli moja. Hebu tuambie kwanza dakika 90 umezionaje? Yeah, of course mechi ilikuwa ni nzuri kwa pande zote mbili, kwa upande wa Silver Strike, lakini kwa upande wa Yanga mechi ilikuwa ni nzuri, lakini utajaribu kutazama namna ambavyo Silver Strike waliingia kwa nidhamu ya hali ya juu. Kwa kipindi cha kwanza walikuwa na nidhamu ya hali ya juu, lakini kujaribu kutazama kwa upande wa Young Africans umejaribu kupush. Kipindi cha kwanza hawakufanikiwa kuweza kupata goli, lakini kipindi cha pili imerejea. Unaona namna gani ambavyo Silver Strike wameendelea kuwa na nidhamu ya hali ya juu, kwa namna ambavyo wamezidi kuongeza pia umakini kwenye eneo lao la safu ya ushambuliaji, wamefanikiwa kuweza kupata goli. Yanga ameweza kupoteza. Kwa hiyo kujaribu kutazama, of course mechi yote overall ilikuwa ni mechi nzuri. Silver Strike walikuwa bora ndani ya uwanja maeneo yote, kuanzia kwenye eneo la goalkeeping, eneo la kiungo pamoja na safu ya ushambuliaji. Lakini kwa upande wa Yanga bado kuna changamoto ambazo zinaonekana, kwa sababu namna ya timu kuandaa, yani kutoka kwenye build up, kutoka nyuma kusogea mbele, ni kitu ambacho kimekuwa kinawapa changamoto sana Young Africans. Kwa hiyo kujaribu kutazama hata kwa namna ambavyo wachezaji wanavyocheza, kuna zile pattern ambazo bado hajaziona kwenye safu ya ushambuliaji, namna wanavyocheza Pacome Zouzoua, namna ambavyo Naliki na wenzake bado imekuwa ni changamoto, na ndio umeona impelekea Yanga kuweza kupoteza mechi ya siku ya leo. Lakini overall bado Yanga na advantage ya home advantage, kwa sababu atarudi nyumbani, amepoteza away, atakuwa na kazi kubwa kuweza kufanya nyumbani, na nyumbani na imani anaweza kaondoka na matokeo mazuri kwa sababu ya home advantage. Kwa hiyo of course mechi ilikuwa ni nzuri kwa pande zote mbili. Watu wamekuwa wakitupa lawama Saidi kwa mwalimu Romain Folz kwamba pengine timu haipati kitu kikubwa, that's why inacheza hivyo. Mpaka sasa hivi ni kama ametuprove kwamba hawezi kuilink kiungo na washambuliaji wa, maana yake pale katikati pattern imekufa. Yaani timu inaenda the way inavyoenda. Unadhani hilo ni tatizo? Yeah, of course naweza nikazungumza hilo kwa upande wa Young Africans. Kwa kocha Romain Folz bado kuna namna ambavyo anataka timu yake icheze, lakini bado timu inakuwa icheze vile mwalimu anataka. Lakini nataka nizungumze kitu kimoja. Moja ya kiungo ambaye anacheza ndani ya klabu ya Yanga, Azizi Ndambwile, ni kiungo ambaye amekwenda kuchukua nafasi ya Lydia Ucho. Lydia Ucho ambaye msimu uliopita tulikuwa tumeona ubora aliokuwa nao ndani ya Young Africans, namna alivyokuwa taka timu icheze vipi, Lydia Ucho alikuwa ni beta sana. Lakini kwa Azizi Ndambwile Mbalaso ni moja ya mchezaji ambaye ni mzuri, lakini bado kuna vile vitu ambavyo hana, ule kuwa sharp, piga pasi zile ambazo zinaweza zikavunja mistari miwili, labda pasi ambazo zinaweza ikawa ni penetration pass. Bado unaona Azizi Ndambwile hana zile pasi ambazo anapiga ambazo zinaweza zikawa ni hatari kama walikuwa Lydia Ucho. Kwa hiyo kujaribu kutazama kuanzia eneo la chini, timu inapotoka kuanzia eneo la kiungo kusogea juu, lazima upate viungo ambao wanaweza kupiga zile pass killer, wanazungumza hivyo. Kwa hiyo naweza nikasema overall coach Romain Folz ana kazi kubwa kufanya kwenye uwanja wa mazoezi. Umezungumza hapa kuhusiana kwamba na mashabiki wanazungumza kwamba timu haichezi vizuri. Romain Folz ni kocha mzuri, lakini alishakuzungumza siku moja akasema kwamba yeye anataka timu yake icheze kwa namna gani, ni lazima aweze kukaa nao kwa muda mrefu ili timu iweze kucheza kama vile ambavyo wanahitaji yeye. Lakini mashabiki wa Yanga wanafahamu timu yao inavyokuwa inacheza. Hata msimu ulimalizika, namna ambavyo Yanga walikuwa wakicheza, mashabiki wajua kabisa timu yetu inacheza hivi na hivi. Kwa hiyo anavyokuja na kuzungumza Romain Folz, ndio maana hata imekuwa changamoto kwa mashabiki kuweza kumuelewa. Lakini obvious bado utazungumza kwamba bado Yanga pattern za wachezaji wanavyocheza imekuwa ni changamoto. Pengine unaweza kuzungumza labda kuhusiana na wachezaji ambao wameondoka, nikimzungumzia Lydia Ucho, labda pengo lake, kuna baadhi ya watu wanakuambia hakuna pengo la Lydia Ucho, lakini mpaka hivi sasa kama unafahamu mpira utatambua kabisa kwamba pengo la Lydia Ucho linaonekana hivi sasa ndani ya klabu ya Young Africans. Lakini vile vile kuna mchezaji mwingine ambaye ameingia dirisha kubwa la usajili, Mohamed Doumbia. Of course ni kiungo mshambuliaji ambaye ni mzuri, lakini bado anahitaji kuweza kupata game time zaidi ili aweze kuonyesha. Kwa hiyo overall kwa kocha Romain Folz ana kazi kubwa ya kuweza kuifanya, lakini mimi naweza nikasema kwamba mashabiki waendelee kumpa muda, kwa sababu kocha yeye mwenyewe anavyozungumza unaona kabisa kuna vitu ambavyo anatamani ndani ya klabu ya Young Africans. Lakini pia hata kwenye uwanja wa mazoezi alishakuzungumza siku moja meneja habari ya mawasiliano ya klabu ya Yanga, alikamwe kwamba timu yao kwenye uwanja wa mazoezi inacheza vizuri sana. Kwa hiyo unaona labda kuna changamoto ya Romain Folz, game approach yake labda pengine inakuwa labda haimlipi, kwa sababu timu inaweza kucheza vizuri kwenye uwanja wa mazoezi, lakini ukija kwenye uwanja wa mechi, je, vipi game approach yako ni sahihi? Kwa hiyo nadhani game approach za kocha Romain Folz ndio zimekuwa zikiweza kumwangusha. Tukasema mpaka sasa hivi mapengo ya watu wawili ambao wameondoka ndani ya Young Africa yameendelea kuonekana kwamba imekuwa ngumu kuzibika kwenye usajili uliofanyika, kwa maana Aziz Ki pamoja na huyo
la Khalid Aucho? Ya, pengo la Khalid Aucho obvious kwa upande wangu mpaka hivi sasa, kwa namna ambavyo Yanga amecheza, tumeshuhudia kwenye mechi 5. Mechi za ligi tumeshuhudia, mechi za kimataifa tumeshuhudia. Unaona kabisa kwamba kwenye eneo la kiungo mkabaji pale chini ambako alikuwa anacheza Khalid Aucho, ambako sasa hivi anacheza Azizi Ndambwile, bado kuna pengo kubwa sana. Alizungumzwa Bala Musa Conte pengine anakuja kuchukua nafasi ya Khalid Aucho, lakini hajaweza kuingia kwenye mfumo wa kocha Romain Folz. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna changamoto hiyo ya kuondoka kwa Khalid Aucho, pengo lake lipo, lakini kuondoka kwa Stefan Azikini, nimemzungumzia Mohamed Dumbia. Dumbia ni mchezaji ambaye ni mzuri, lakini naye anahitaji kupata game time zaidi kama nimezungumza. Kuna kitu ambacho yuko nacho. Sasa yuko nacho ili aweze kudeliver, lazima kuwe kuna combination play ya mchezaji. Kwa mimi nikichukua mpira nikiweka pale nani ambaye yuko, nikichukua mpira hapa na kitoa pale atakuwa kukaa kwenye position gani. Hiyo ni moja ya sehemu ambayo anatakiwa kuhakikisha kwamba mwalimu anaweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo mapengo yao naweza nikasema yapo, lakini mwalimu akiendelea kuiset timu yake kwenye uwanja mazoezi, pengine ama gepu tushashuhudie, lakini mpaka hivi sasa ni dhahiri shairi kwamba gepu la Khalid Aucho linaonekana, gepu la Stefan Azikini linaonekana ndani ya klabu ya Young Africans.